Kwenye meza za kimichezo kuna watu waliamini na walitamani sana kuona Stefan Aziz Ki pengine labda akiondoka kwenye klabu ya Yanga, basi mbadala wake atakuwa ni Faisal Salum Abdallah Fei Toto Zanzibar Finest. Lakini mpaka sasa hivi ni kufahamisha kwamba yani kiuhalisia katika mazungumzo kumekuwa na pande zote mbili ambapo sasa hivi zinazungumziwa. Yani nikianza kwenye upande wa klabu ya Yanga, walichokifanya Yanga kwanza ni kujiami mapema, kwa sababu unaambia uongozi wa Yanga na scouting ya Yanga iliweza kufanya mawasiliano na familia ya Faisal Salum Abdallah. Yani walijaribu kumkonvinsi pia mzazi wa Faisali ili mradi dogo janja aweze kukunjua roho na kuja katika upande wa kikosi cha Wanajangwani. Lakini naweza nikasema kwamba huenda ikawa sio riski, kwa sababu mpaka muda huu ni kwamba wazazi wa Faisali of course wanatamani sana mwa mtoto wao akacheze katika klabu ya Yanga, yani arejee kwenye klabu yake ya zamani. Ila kwenye moyo wa Faisali ni kwamba yani yeye katika Tanzania Azam amechezea, Yanga amechezea, kwa hiyo timu ambayo imebakia katika nafsi yake ni klabu ya Simba. Kwa hiyo naweza nikaipa kwamba 70% kwa upande wa Simba, 30% kwa upande wa klabu Yanga. Na hata kwa wale ambao walifuatilia pia hata exclusive interview ambao tuweza kumsikiliza pia Stefan Aziz Ki akizungumzia kuhusiana pia na issue yake ya yeye kuondoka kwenye klabu ya Yanga, kwa sababu tayari unaambiwa kuna ofa ambazo zimesha kuja katika klabu ya Yanga ambazo zinamtaka Stefan Aziz Ki. Kwa hiyo sidhani kama kutakuwa na asilimia kubwa kwa dirisha kubwa la usajili ama msimu unaokuja kwa Stefan Aziz Ki kubakia katika klabu ya Yanga. Kwa hiyo yote tunafurahi, na hata mwenyewe pia alizungumzia issue ya rafiki yake aliyewahi kucheza naye Mbene Faisali kwa sakata ambalo linaendelea, licha kwamba yeye anaamini kabisa kwamba Faisali ni mchezaji mzuri na kokote atakavyoweza kwenda basi ni lazima ataperform kutokana kabisa kama kiwango chake ni kikubwa. Na tunachoshukuru kwamba Stefan Aziz Ki anamjua vizuri sana Faisali, kwa sababu kulikuwa na kipindi ambacho alikuwa anakosa namba kwa sababu ya Faisali. Kwa hiyo anafahamu uwezo wake na ubora wake, na kiuhalisia ni kwamba ikatokea kwamba labda pengine kwenye klabu ya Simba labda wakashindwana katika makubaliano, basi anaamini kabisa kwamba kikosi cha Yanga basi kinamsubiri na bado kinatamani sana kufanya pia marekebisho na kinatamani zaidi kufanya kazi na mchezaji huyu Faisal Salum Abdallah. Sasa nikutakie pia nafasi njema kuweza kutoa ushauri kwa hili ambalo tunazidi kulizungumza, ila kwa taarifa kamili ni kwamba nakupa taarifa ambayo kuna 70% mpaka this time kwa Faisali kwamba yuko na tayari kuna maandalizi kwa dogo janja na tayari mambo yameshakamilika kwa tetesi za usajili kwa kijana Faisal Salum Abdallah. Lakini kwa klabu Yanga na wapa 30%, ila kiuhalisia dogo Msimbazi huyo. Tukutane kwenye comment.